Ni hafla iliyoandaliwa na chama cha ushirika cha Isaiso AMCOS Limited katika kata ya Isansa, Mbozi, mkoani Songwe, ya kupokea matrekta matano ya wanachama wa chama hicho. Katibu wa chama cha Isaiso AMCOS Limited, Crispin Mwalembe, ameeleza namna matrekta hayo yalivyonunuliwa. Bodi imefanikiwa kuwezesha wakulima watano kupata mkopo wa trekta kutoka benki ya NMB, na trekta hizo zilizotukusanya hapa ni kwa ajili ya kuwakabidhi wahusika, na trekta hizi zitasaidia katika kilimo chenye tija kwa wakulima wa kata Isansa na kata jirani, ili tuweze kuzalisha kwa tija, na pia kutakuwa na punguzo la gharama za kulimia kwa ekari moja kwa 20%. Changamoto kubwa inayochangia vyama vingi vya ushirika kuyumba ni baadhi ya wanachama kutokuwa waaminifu na kutokulipa madeni baada ya kukopeshwa na chama, vyama kukosa nguvu ya kudai madeni hayo kutoka kwa wale waliokopeshwa. Hivyo kama chama kinaomba serikali iwe karibu pindi tunapoleta changamoto za watu ambao hawataki kulipa madeni kwenye chama. Ombi. Ndugu mgeni rasmi pamoja na wageni waalikwa, kwa niaba ya wanachama wa Isaiso AMCOS tunaomba serikali tuongezee bwawa, kwa kuwa bwawa lililopo linahudumia kata zote tatu, yaani kata Isansa, Itumpi, Magamba. Hivyo kutokana na uhitaji wa umwagiliaji, bwawa linakuwa halitoshi au halikizi mahitaji ya wakulima wote wa Isansa na wanachama wa Isaiso AMCOS. Mwisho, bodi kwa niaba ya wanachama inawashukuru wote mliohudhuria kwenye hafla hii fupi kwa ajili ya kuwakabidhi baadhi ya wanachama walioomba mkopo wa trekta, na pia kwa heshima inamshukuru mgeni rasmi idara ya kilimo kupitia mkuu wa idara kwa kuwa na sisi bega kwa bega, pamoja na serikali ya kijiji, kata na mheshimiwa diwani kushirikiana na sisi kwenye hafla hii, na pia niwashukuru wachungaji na machifu na wazee wa mila kwa kubali kushirikiana na sisi kwa ukaribu. Pia mimi hapa trekta hiyo ya milioni 80 hata ungefungamanisha watu na haonga wote tusingeweza, lakini kupitia wanachama wa Isaiso AMCOS imekuwa ni kazi rahisi sana kuchukua trekta zaidi ya milioni 80, unailipa kwa miaka mitatu. Mkurugenzi wa serikali anasema kuna fursa za kuweza kuilipa trekta, na ametoa angalizo la majumbu. Mtu ameshaanza tena, tunaona sasa kahawa zetu zote zitakwenda kuwalipia wale trekta. Hakuna mkopo wa Isaiso AMCOS hapa. Huo ni mkopo wa mtu mmoja mmoja, ndio maana akaunti yake imesoma mkopo wa Japhet Haonga. Kwa Japhet Haonga atawajibika kulipa kupitia akaunti yake. Akaunti ya Isaiso AMCOS iko salama kama ilivyo. Wewe uliyechukua mbolea utalipa mbolea, aliyepata mkopo ataenda naye atakwenda kulipa mkopo ya trekta. Unaona hakuna mkopo hela Tunduma. Hatujai kusema ni hela za chama zitalipa, lakini kusikia tu trekta zimekuja hapa, hela zetu zote zitakwenda za kahawa. Wale majungu naomba amesisitiza mseme, hebu tuachane nao, tunajichelewesha. Fursa zipo nyingi sana duniani, ila majungu tu yatatuchelewesha. Nilikuwa naomba nikazie hapo, sababu ni mambo ambayo mara nyingi yanakuja unapokuwa unaanza kufikiria hivi dhambi gani nionayo. Wanachama naonyesha njia za kupata mafanikio, hao wanakugeuka, wanaanza kuongelea, wanakuombea mabaya. Dibishe katika benki ya NMB tawi la Mbozi. Mbele yenu naitwa Bomba Musa, ndio meneja wa tawi la Mbozi hapa. Na nashukuru sana pia na furaha kwa host nyinyi katika event hii ya kutoa makabidhiano ya tractors kwa wakulima wa Isaiso AMCOS. Na ningependa kuelezea support ambayo tumetoa kwa wakulima. NMB tumejikita nje ya wafanyabiashara, pia tunajikita pia kwenye kutoa support kwenye kilimo biashara. Kama unafahamu ni kwamba serikali yetu inasisitiza kutoa support kwenye kilimo, na tukiangalia ni kwamba Watanzania walio wengi zaidi ya 80% ni wakulima. Kwa maana NMB pia tuko huko, tumejiingiza hapo. Lakini pia ningependa kuelezea ni kwamba nini tunatoa kwa upande wa kilimo. Upande wa kilimo tunatoa support ikiwa kwa mfumo wa mikopo pia na elimu. Ili tuombe wewe wazima wasichanganywe, maana wenzetu wenye roho mbaya
wanaweza kuwapitia. Trekta ikilima basi jioni pia zina mkopo. Yule ikapata fedha, trekta ikilima amepata fedha, basi anajua kuna mwanamke fulani pale, basi wanawake watamkopa. Hilo ni kwamba ni pepo ambayo sasa mtu anatafuta njia ya kuweza kuwapoteza. Kwa wakati huu ambapo mnahangaikia vitu hivi muweze kulipa madeni, ondokaneni na tamaa na starehe zisizo za msingi. Isaisoye, Isaisoye, inawezekana. Na anasema haya, kuna watu tumewaona, kuna watu walikuwa na mali wamezitapanya kwa kutumia starehe na sasa hawana kitu. Sasa kwa wakati huu mnaposubiria kipindi cha miaka hii mitatu, punguzeni hizi safari na Kilimanjaro na Bingwa. Uhakikishe chombo hiki napokitunza ni sawa na mke wangu ambapo mtu hawezi kumchezea. Hakikisha trekta yako isiwe bodaboda. Kila mtu unampa, huyo anaendesha, anaenda anasema nalima hapa, naomba niazime. Hapana, chunga kama unavyomchunga mke wako. Hizo ni fedha. Isaisoye, Isaisoye. Ukihitaji kuwa na pesa lazima uwe na nidhamu. Biar utang kawan.